Nataka nimalizie kwa jambo la mwisho kabisa, jambo la muungano. Hii ni sekta yangu. Mheshimiwa Spika, leo kuna hawa walotoka na walokuweko kule ni vijana kutoka Tanzania bara. Leo waheshimiwa hawa wanasema vijana wetu hawana ajira. Sasa Mheshimiwa Waziri pale alikuwa anasisitiza, kwa kuwa sasa hivi zaidi ya 80% katika sekta ya utalii wamejiajiri vijana kutoka nje ya Zanzibar, alikuwa anahamasisha na vijana wetu waache kukaa vijiweni, waende wakaombe ajira. Mheshimiwa, ajira za mahoteli hazitolewi na serikali. Ajira za mahoteli zinatolewa na wenyewe wawekezaji. Mwenye sifa anatakiwa aende aombe, atapata. Kwa hiyo ile kauli na vijana wetu wa Kizanzibari tunaendelea kuambia, ile ilikuwa ni hamasa kwa vijana wetu waache kukaa vijiweni na kulalamika, waende kuomba kazi katika yale maeneo husika. Lakini vile vile hizi ajira nyingine zinataka taaluma, wajisomeshe katika zile taaluma ili wapate nafasi ya kuajiriwa. Lakini vile vile kuna makontrakta wengi wanafanya kazi. Mheshimiwa, ukiangalia zaidi ya 80% ni vijana sio Zanzibari, wale hawaajiriwi na serikali. Kwa hiyo vijana wetu waache kukaa vijiweni, waende wakaombe nafasi. Juzi zilitangazwa ajira na kampuni ya hawa Iris, nafasi 150 za madereva. Vijana wetu wako wapi? Sasa hii kauli ya Mheshimiwa Waziri, tunataka kuandaa mazingira, na mazingira yenyewe tunakwenda kutoa elimu. Tuna mabaraza ya vijana, tunakwenda kukaa nao kuwapa elimu, wajitahidi waingie katika soko la ajira ili kupunguza ile gap sisi na wageni. La pili, suala la afya. Mheshimiwa, suala la afya tukitaka tustaki, Zanzibar sisi tumejitahidi. Takwimu zilikuwa safari hii mwaka uliopita ilikuwa watu 1.8 milioni. Watu 1.8 milioni. Mheshimiwa, mkoa wa Dar es Salaam peke yake una watu 6 milioni. Bajeti yetu ya Zanzibar inapangwa kwa mujibu wa idadi ya watu, na nchi zote duniani bajeti zao wanapanga kwa mujibu wa idadi ya watu. Pamoja na hayo, hiyo bajeti ambayo walipangiwa Zanzibari, bado ukiangalia huduma ya matibabu ni kubwa kuliko ule uwezo wenyewe. Sasa ndio maana serikali yetu imeanzisha mfuko wa bima ya afya. Sote sisi humu tayari tumeshasajiliwa. Sisi ndio Wazanzibari, lakini tayari tushasajiliwa. Lakini vile vile ukiacha wafanyakazi wa serikali na private sector, sasa hivi tunatanua wigo kwenda kuwasajili ili tuweze kupata zile huduma za afya. Kwa hiyo hata huyo Mzanzibari anapokwenda kutibiwa hospitali, kuna utaratibu lazima ufate. Kuna hospitali za chini hizi dispensary, kuna hospitali za wilaya, za mkoa, mpaka kuna za rufaa sasa hivi. Kwa hiyo mtu hii alipoizungumza na Mheshimiwa Waziri wa Afya, amezungumza kwa sababu ndo bajeti alopitishiwa na ndo aliyoiomba. Sasa Zanzibar sio hapa tu, pamoja na hiyo kuna magonjwa ambayo mengine hapa hayatibiki, tunapeleka Tanzania bara. Tuna Benjamin Mkapa, Muhimbili hapo, tuna wapi huko Dodoma, tunawapeleka. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inawalipia, so tunawapeleka bure, inawalipia kwa bajeti ya serikali. Sasa Mheshimiwa, wale wanapotosha maana yake sijui watu kutoka bara hawatibiwi, sio kweli, ni kufuata tu utaratibu. Mwisho kabisa katika hili Mheshimiwa, kuna watu huko kwenye mitandao sasa hivi mikwao manake Zanzibari wabaguzi. Sasa mimi nataka niwaambie, kwanza Zanzibar hakuna ubaguzi. Nataja maeneo haya maeneo nataja Mheshimiwa, zaidi ya 60% ya wakazi wake ni watu wenye asili ya Tanzania bara. Naomba univumilie. Ukenda Miembeni, Kwahani, Jang'ombe, Kariakoo, Chukwani, Kiembe Samaki, Dole, Mwera, Fuoni, Kizimbani, Kiboje, Bweleo, Kisakasaka, Mwachialale na wengine sijataja. Hayo wakazi wake ni zaidi ya 60% asili yao kutoka Tanzania bara. Kwa Zanzibar hakuna ubaguzi kwamba labda huku tu, hakuna. Lakini na sisi kule bara tupo, ukenda Kigoma tupo, ukenda Tandale tupo. Ndio muungano wenyewe, hizi ndio faida za muungano. Sasa yule alosema, kuna mmoja hapa alisema, tena alikuwa Sarafiru, aseme kama kwa mambo haya basi bora muungano ondoke, basi bora ondoke.
aondoke yeye, muungano ubakie. Mheshimiwa, muungano huu una faida kwa Wazanzibari na una faida kwa wenzetu wa Tanzania bara. Mheshimiwa, baada ya hayo machache namalizia kusema kwamba muungano tutaulinda, tutautetea, tutaupigania kwa maslahi ya taifa potelea mbali. Asante sana Mheshimiwa, naunga mkono hoja. Asanteni waheshimiwa, asanteni sana waheshimiwa wajumbe. Naomba sasa nimkaribishe Mheshimiwa Dr. Hamad Omar Bakari, Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha na Mipango. Karibu sana Mheshimiwa.